Wahenga wanasema kwamba acha inyeshe tuone panapovuja, na hiki kitu ambacho kinaendelea hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni hatari kweli kweli katika soka letu la Tanzania. Tunajua kwamba siku ya jana meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha wananchi Young Africa Ally Kamwe aliweza kutoa taarifa katika mkutano na waandishi wa habari akieleza kwamba mchezo wao wa fainali dhidi ya Singida Black Stars hautachezwa endapo klabu hiyo haitalipwa pesa zao, kwa sababu tunajua kwamba msimu uliopita wao ndo walikuwa mabingwa wa CRDB Federation Cup. Kwa hiyo siku ya jana aliweza kuzungumza hilo kwamba pesa zao ambazo wao waliweza kuzishinda kwenye msimu huu ambao ulipita mpaka kufika leo hazijaweza kuwekwa kwenye benki ya klabu. Kwa hiyo wao wakasema kwamba wanaomba CRDB pamoja na mamlaka za soka hapa mchini waweze kuwalipa, na kama hawatawalipa basi hawataweza kushiriki mchezo wa fainali. Watu wakazungumza kwamba je, hii hali inaendelea wapi? Mpaka kufika hivi sasa bingwa hajaweza kulipwa pesa zake. Watu kawazungumza hivi, lakini bado CRDB wakawa hajazungumza chochote, wala mamlaka za soka wakawa hajazungumza kitu chochote. Lakini hivi sasa ninavyozungumza na wewe, CRDB wao wameweza kutoa tamko. Sasa ngoja nikalisome lile tamko ambalo CRDB wao wameweza kuliandika ama kulitoa kwa umma ili waweze kutambua kwamba je, CRDB kweli mpaka kufika hivi sasa hawajaweza kuwalipa pesa mamlaka za soka na mamlaka za soka ili waweze kuwafikishia klabu ya Yanga. Ngoja nikupitishe kwenye kile ambacho kimeandikwa na benki ya CRDB. Taarifa kwa umma. Benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 9 Juni 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza fainali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu, na kwa msingi huo tayari benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano hayo. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB pamoja na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza mchezo huu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Imetolewa na idara ya mawasiliano na uhusiano kwa umma benki ya CRDB Juni 10, 2025. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na benki ya CRDB ambao wao ndio wadhamini wakuu katika mashindano ya CRDB Federation Cup. Unaweza kufikiria kichwani mwako, je, kuna picha gani hapo ambapo unaweza kuipata? Kama mpaka kufika hivi sasa CRDB imeweza kulipa, lakini Young Africa wao wanasema bado hawajapatiwa hizo pesa. Ikapita muda mchache badala ya CRDB kuweza kutoa taarifa hii, mamlaka za soka hapa mchini na maanisha TFF na wao wakaweza kutoa taarifa kwa umma, taarifa ambayo nayo imezua mjadala mkubwa huko kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ngoja nikupitishe ili uweze kujua kwamba nini mamlaka za soka waliweza kukiandika. Imeandikwa kuwa tunapenda kudhihirisha umma kuwa benki ya CRDB ndio mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu wa 2023-2024 wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB Bank Federation Cup, benki hiyo ililipa fedha zote za kimkataba Tanzania shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumemsikia meneja habari na mawasiliano wa Young Africans kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu yao inadai TFF Tanzania shilingi milioni 200
ambazo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndio inayoidai klabu hiyo. Young African Sports Club iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipa malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo basi, ili kutoendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeiandikia barua ya Young Africans kutuma kwetu mtaaluma wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakikisha deni la klabu hiyo, akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. TFF itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu, ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Imetolewa na Clifford Mario Ndimbo, ofisa habari na mawasiliano wa TFF, Juni 10 mwaka 2025.